Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba hoja ya rais wa Marekani Donald Trump kuwa operesheni ya kivita inaweza kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz huko Iran si jambo ambalo linaweza kutimizwa. Rais Macron pia ameonya kuwa mashambulizi ya mabomu sio suluhu ya kudumu, hasa kuhusiana na mpango wa kinyuklia wa Iran. Macron amewataka viongozi wengine kuangazia vita vya Iran kwa umakini. Unapojihusisha katika muungano na unapotia saini mkataba wa makubaliano, huwa unakubaliana kushirikiana na wanachama wenzako. Hiyo ndio hatua tunayochukua sisi na mataifa ya Ghuba ambayo tuna ushirikiano nao. Tulisimama nao walipotuhitaji. Dunia kwa sasa inahitaji utulivu na amani. Hili si tamasha, hivi ni vita bwana. Macron alikuwa akizungumza katika mkutano wa mtandaoni uliowahusisha mawaziri wa mambo ya kigeni kutoka mataifa 40 duniani ikiwemo Ujerumani na Canada. Mkutano huo uliangazia hatua zinazohitajika kuchukuliwa kwa ajili ya kufungua mlango wa bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper, ambaye alikuwa mwenyekiti wa kikao hicho, amelaani hatua ya Iran ya kuathiri usalama wa dunia, huku akisisitiza umuhimu wa uhuru wa usafiri wa baharini. Katika saa 24 zilizopita, meli 25 zilipita kwa mlango huo wa bahari. Hiyo ni njia rasmi ya uchukuzi wa baharini ambayo hushuhudia takriban meli 150 zilizopita pale kila siku. Kumekuwa na mashambulizi 25 dhidi ya meli kwenye mlango huo wa bahari wa Hormuz, huku mabaharia zaidi ya 20,000 wakikwama kwa pamoja na meli 2,000. Iran sasa imeonya kwamba itatekeleza mashambulizi makubwa na makali zaidi kujibu tishio la hivi karibuni la Rais Trump ya kuilenga vikali zaidi katika wiki chache zijazo. Hata hivyo, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni nchini Iran, Esmail Baghai, amesema nchi yake imekubali meli za mafuta kupita kwa mlango wa bahari wa Hormuz kwa sharti kwamba zisiwe zinamilikiwa na mataifa ambayo yanashambulia Iran au kuwa na uhusiano nao. Wakati huo huo, msemaji wa jeshi la Iran amesema kwamba mashambulizi ya Marekani na Israel nchini Iran hayajakuwa na athari kubwa, akidai kwamba mataifa hayo mawili hayana taarifa ya kutosha kuhusu uwezo kamili wa kijeshi wa Iran na hata silaha za kivita ilizo nazo. Vyanzo ndani ya Tehran vimeiambia BBC kuwa mji wa Karaj uliopo magharibi mwa Tehran umeshambuliwa vikali katika saa chache zilizopita. Vyombo vya habari nchini Iran pia vimeripoti mashambulizi hayo. Sasa haya yakijiri, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa amesema kwamba kila siku ambapo vita dhidi ya Iran vinaendelea, athari yake ya kibinadamu ni kubwa mno. Antonio Guterres anataka vita hivyo vimalizike mara moja. Tunakodolea macho vita vikubwa zaidi ambavyo vitahusisha eneo zima la Mashariki ya Kati na ambayo athari yake ni kubwa na mbaya zaidi kote duniani. Athari ya mzozo huu tayari inashuhudiwa kote duniani. Usiangalie mbali, angalia jinsi uhuru wa usafiri wa baharini ulivyotatizwa. Wakati unapobana mlango wa bahari wa Hormuz, mataifa maskini duniani yanashindwa kupumua. Ujumbe wangu ni wazi kwa Marekani na Israeli. Ni wakati wa kumaliza vita hivi na kuacha kuendelea kuwaumiza raia na kutatiza hali ya kiuchumi katika mataifa mengi. Na kwa Iran, wacheni kushambulia mataifa jirani. Sasa bei ya mafuta nayo imepanda huku mataifa mengi yakiripoti uhaba wa mafuta. Masoko ya hisa duniani yametatizwa kwa mara nyingine baada ya hotuba ya Rais Trump kwa taifa lake kukosa kutoa njia ya uhakika ya kufunguliwa kwa mlango wa Hormuz. Barani Afrika, Ethiopia imeongeza tena bei ya mafuta kwa mara ya pili ndani ya mwezi mmoja. Bei ya lita moja ya petroli na dizeli imeongezeka kwa senti 17 za Marekani, huku taifa hilo likikabiliwa na uhaba mkubwa wa mafuta. Nchini Afrika Kusini, waendesha magari wanatarajiwa kuanza kulipa fedha zaidi kununua mafuta ya petroli. Maafisa wa serikali wanasema hali hii imechangiwa pakubwa na vita vinavyoendelea Iran. Nchini Mali, wahudumu wa usafiri wa umma wanaitaka serikali kuidhinisha pendekezo lao la kupandisha nauli kwa asilimia 20 hadi 30 baada ya bei ya mafuta kupanda kwa karibu asilimia 30. Nchini Kenya, serikali inasisitiza kwamba hakuna uhaba wa mafuta kutokana na ushirikiano kati ya nchi hiyo na serikali za baadhi ya mataifa ya Ghuba. Aidha, inasema nchi ina mafuta ambayo yanaweza kutumika kwa siku 16 zijazo na kwamba mafuta zaidi yameagizwa. Nchini Tanzania, wananchi wameendelea kuhisi athari baada ya serikali kuongeza bei ya mafuta. Mjini Dodoma, baadhi ya vituo vilikuwa vimefungwa leo Alhamisi.
Aidha, foleni zilishuhudiwa katika baadhi ya vituo. Serikali imeonya wahudumu wa usafiri dhidi ya kuongeza nauli. Hapa mjomba naelekea Sheli, naenda kubahatisha mafuta kama nitapata, mafuta yenyewe nasikia imepanda bei. Sheli kama 2 jana nimeenda kutembea nafutia Sheli, naambia mafuta hapa hamna. Ikishafika kuanzia saa 1 jioni na kuendelea ni foleni kubwa mno. Napanga foleni na mafuta yani ni balaa. Ni zaidi ya mwezi mmoja sasa tangu Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran, na mamilioni ya watu wanaoishi huko walijikuta katika giza linalosababishwa na serikali kukata huduma za intaneti. Licha ya hayo, BBC imeweza kuendelea kuwasiliana na baadhi ya raia wachache wa Iran waliopata mbinu za kubaki mtandaoni. Wamemwelezea mwandishi wetu Habibi Azad kuhusu jinsi wanafamilia wanavyotofautiana kuhusu mzozo huo. Ripoti yake inawasilishwa na Sarafina Robi. Ni vigumu na jambo la nadra kwa wale wanaoishi nchini Iran kuelezea mataifa ya nje kuhusu mahangaiko yanayowakumba. Lakini licha serikali kukata huduma za intaneti, baadhi ya Wairani wamefanikiwa kuwasiliana nasi na kutueleza kuhusu mivutano ndani ya familia zao. Wakati huu ni msimu wa sherehe za mwaka mpya unaofahamika kama Nowruz, ambao kwa kawaida huwa na shamra kadhaa za sherehe. Ila kwa sasa baadhi wamechagua kusherehekea kibinafsi. Dada yangu anaumwa, haungi mkono vita hata kidogo, lakini mimi niliviunga mkono hapo awali. Siku moja anailaumu Marekani na siku nyingine anailaumu Jamhuri ya Kiislamu kwa vita hivi vya sasa. Nilikuwa na furaha na msisimko mkubwa kuhusu Nowruz. Nilifungasha nguo zangu, nilitaka kujumuika na familia yangu, lakini sasa sihisi kuwa nao kabisa. Nimesherehekea Nowruz peke yangu. I'll spend Nowruz alone. Mimi ninapinga vita hivi. Maelfu ya watu wasio na hatia wanaweza kuuawa vitani bila hata mtu yoyote kuwakumbuka. Familia yangu yote inaunga mkono mashambulizi dhidi ya Iran. Mama na dada yangu waliniambia kwamba sijampoteza mtu yoyote. Ndio maana ninapinga mashambulizi haya. Wananieleza kwamba kama mashambulizi hayo yangewaua mmoja wa marafiki au jamaa zangu, nisingekuwa na msimamo huu. Nataka tu vita hivi viishe. Hatuzungumzi na mjombangu wala watoto wake. Mtoto wake mmoja wa kiume nadhani anaunga mkono vikosi vilivyokuwa vikiwakandamiza waandamanaji. Kwa upande mwingine, mmoja wa wanawe alikuwa kwenye maandamano hivi karibuni. Mjomba wangu alikuwa akisema kwamba hata kama watoto wake wangeuawa wakiwa katika maandamano, hangeenda kuchukua miili yao. Mama na baba huwa wanazozana mara kwa mara. Baba yangu anaishi katika ndoto kwamba Iran itafungua mipaka yake na ndani ya miaka 5 kutakuwa na ujenzi mpya au Elon Musk atakuja kuwekeza. Ameshawishiwa na propaganda za Israel. Anafikiri kuwa nchi hizi mbili zitakuwa marafiki. Nataka tu vita hivi viishe haraka iwezekanavyo. Watu wengi wa kawaida wamekufa.